Je, umewahi kufikiria kwamba Mungu ndiye mshairi wa asili? Kwa kweli alitumba kama kazi ya sanaa ya kimungu. Mtume Paulo anawaambia Waefeso katika sura ya 2 na aya ya 10 kwamba tuliumbwa kama kazi ya mikono ya Mungu. Neno hilo katika lugha ya Kigiriki ni poema, ambalo linatupa neno letu shairi. Wewe ni shairi la asili lililoandikwa na Muumba wako Mungu. Sasa ni wazi Mungu anapenda kuunda mashairi ya asili, kwa sababu hakuna mtu mwingine katika historia ya binadamu aliye kama wewe. Hakuna mtu mwingine mwenye alama za vidole vyako, sauti yako, hata macho yako na uso wako vinaweza kutumika leo kukutambua, kwa sababu wewe ni wa kipekee. Mungu pia amekuumba kwa mfano wake. Moja ya ushahidi wa hilo ni kwamba sisi pia tunapenda mashairi, iwe ni katika mfumo wa muziki au katika mfumo wa maandishi kwenye kitabu cha mashairi. Haipaswi kuwa mshangao wowote, wapendwa, kwamba katikati ya Biblia yako kuna kitabu cha mashairi, kitabu cha nyimbo takatifu, mashairi ambayo yanaelezea kwa njia hadi leo jinsi wewe na mimi tunavyohisi kwa viwango vya ndani kabisa vya roho zetu. Sasa ilichukua zaidi ya miaka 1000 kwa watu mbalimbali kukusanya na kupanga zaburi zote zilizomo katika kitabu cha Zaburi, na bila shaka yote hayo yako chini ya kazi ya usimamizi wa Roho Mtakatifu. Tuna zaburi 150 katika kitabu hiki cha nyimbo. Zimegawanywa katika sehemu 5. Zinaitwa vitabu. Tutataja kila moja ya vitabu vitano tunapovipitia katika safari yetu ya hekima. Nimesoma kwamba haijalishi unajisikiaje, utajikuta na jinsi unavyojisikia katika mojawapo ya zaburi hizi. Zaburi zinaelezea, wana hisia, zina shauku, zina uhusiano, zinatufundisha jinsi ya kumlilia Mungu na hata kulalamika wakati mwingine kidogo. Tunajifunza kutoka kitabu hiki jinsi ya kumimina mashaka yetu na huzuni zetu na furaha zetu na ushindi wetu kwa Mungu. Zaburi zina njia ya kubadilisha mtazamo wako kuelekea Mungu, badala ya kutarajia Mungu kubadilisha hali zako. Kwa kweli, kitabu hiki kimehamasisha. Ushairi umekusudiwa na Mungu kuwa mshauri binafsi kwetu. Na mshauri unapotembea katika kila njia panda maishani. Sasa waleo, zaburi ya kwanza kabisa inalinganisha njia ya wenye haki na njia ya waovu. Sasa hapa katika mstari wa 1 mwandishi anaanza kwa kusema tu, heri mtu yule. Sasa neno hilo heri linahusu furaha. Hii ni rejeleo la furaha ya kina inayotokana na, kama zaburi itakavyoeleza, kusonga katika mwelekeo sahihi maishani. Mtu mwenye furaha katika zaburi ya 1 ni yule anayesonga mbele katika kujitolea kwake kuishi kwa ucha Mungu. Utagundua kuwa kusonga mbele kunahusisha kukataa mambo fulani. Kwa maneno mengine, utakata chochote kinachohusiana na maisha yasiyo ya kiungu. Na sasa mwandishi wa Zaburi anaelezea aina 3 tofauti za kukataa hapa, mara 3 tofauti. Wakati unahitaji kusema hapana, ikiwa unataka kusonga mbele katika mwelekeo sahihi wa kuishi kwa ucha Mungu. Sasa mstari wa 1 unaendelea kusema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Hii inaonyesha mtu asiye na ucha Mungu kama vile anayejiunga na njia yako na kutaka kutembea karibu nawe. Anataka kukuadhiri kwa kujiunga nawe. Vema, unahitaji kukataa aina hiyo ya urafiki wa karibu. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Sasa angalia, wala hakusimama katika njia ya wakosaji. Sasa kusimama kunamaanisha umesimama, unachukua nafasi yako kando. Sio tu kutembea kando ya wasioamini, lakini unachukua msimamo wako nao. Hiyo inamaanisha unakubali mtindo wao wa maisha. Unajiunga nao kwa kweli katika njia yao ya kufikiri. Vema, sasa mwelekeo unaendelea kuelezwa hapa katika mfumo wa kukataa kwa 3.
Mstari wa 1 unaendelea kusema, heri mtu yule anayetembea sio katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji. Sasa angalia, wala hakuketi katika kiti cha wenye dhihaka. Neno la Kiebrania kwa mwenye dhihaka hapa linarejelea mtu anayekebehi waziwazi shauri la Mungu. Kwa hivyo namaanisha kinachoanza kama matembezi ya kawaida. Vema, sasa inakuwa kiti mezani, kile ambacho mwandishi wa Zaburi anaita kiti hapa, sisi kwa kweli tungeita kiti cha kukalia. Anavuta kiti. Kwa kweli leo tunazungumzia shule kuwa na kiti kilichofadhiliwa cha uhandisi au kiti cha theolojia. Nafasi hiyo yenye ushawishi kwenye bodi inashikiliwa na mwenye kiti. Vema, chumba hiki cha bodi hapa ni cha dhihaka kabisa. Kimepingana na ukweli wa kibiblia. Na onyo la mwandishi wa Zaburi ni hili: sikiliza, ikiwa hutawapuuza waovu, hatimaye utasimama nao, na muda si mrefu utaungana na bodi. Na acha nikuambie, chumba hiki cha bodi kimejaa watu wanaomdhihaki Mungu waziwazi. Sasa, baada ya kutuambia hapa katika Zaburi 1 kile ambacho mtu mcha Mungu anahitaji kusema hapana kwake, mwandishi wa Zaburi sasa anatueleza kile ambacho mtu mcha Mungu anapaswa kusema ndiyo kwake. Mstari wa 2 unasema hapa, lakini furaha yake iko katika sheria ya Bwana. Unajua, ukifurahia mtu unataka kutumia muda naye. Ukifurahia wimbo, basi utataka kuimba wimbo huo. Unataka kusikia wimbo huo. Basi mtu aliyebarikiwa, mtu mwenye furaha ya kweli, kufurahia, yaani huweka kipaumbele sheria ya Bwana. Inataka kuisikia, inataka kuimba, inataka kusoma, inataka kuhifadhi sheria. Katika Zaburi, kwa njia, sheria ni rejeleo la Torati. Hiyo ni vitabu 5 vya kwanza vya Biblia. Sheria inaweza kuwa ni usemi inayorejelea mawazo ya Bwana au mapenzi yake. Kwa hiyo kile kinachomaanishwa hapa ni kwamba mwandishi wa Zaburi anarejelea jumla ya neno la Mungu. Hii ni mawazo ya Mungu. Sheria ni mapenzi ya Mungu. Mtu mcha Mungu, basi mtu aliyebarikiwa, mtu mwenye furaha isiyo na makosa, ni mtu anayependa neno la Mungu. Mazoezi ya pili ya mtu aliyebarikiwa yanapatikana katika neno kutafakari. Hapa katika mstari wa 2 inasema kwamba katika sheria ya Mungu anatafakari mchana na usiku. Sasa neno la Kiebrania kwa kutafakari linamaanisha kusema kwa sauti ya chini, yaani kunong'ona, kutamka. Inasikika kama vile unajisemea mwenyewe. Hii inaonyesha mawazo yako. Mawazo yako yamejishughulisha sana na neno la Mungu kiasi kwamba linatoka tu kinywani mwako. Mazungumzo yako basi yamejaa, yamepambwa na maandiko. Unanong'ona neno la Mungu siku nzima. Kwa hivyo kutafakari katika Biblia kwa njia sio kuondoa mawazo yako, ni kujaza mawazo yako na neno la Mungu ili linatoka tu kinywani mwako siku nzima. Sasa mwandishi wa Zaburi anatumia picha ya mti kutupa baadhi ya sifa za maisha ya mtu mcha Mungu. Kwanza, mtu mcha Mungu ni thabiti. Mstari wa 3 unasema hapa, yeye ni kama mti uliopandwa kando ya vijito vya maji. Sasa mti huu hapa umejikita vizuri na ni wenye afya. Ni wenye afya kwa sababu unavuta maji kutoka karibu, hivyo unakuwa imara na thabiti. Sasa hakuna mti unaokuwa usiku mmoja. Unajua hilo, nina uhakika. Utoki kila asubuhi na kuupima kuona kama umekuwa sawa. Hebu nikutie moyo mpendwa, vivyo hivyo hapa. Maisha ya Kikristo yanachukua kitu hicho hicho maisha yote kujenga. Usitoke na kupima ukuaji wako kiroho kila siku, isipokuwa unataka kukatishwa tamaa sana. Haukui inchi moja kila usiku. Unakuwa kwa muda wa maisha yote. Pili, mtu mcha Mungu tunavyoambiwa hapa ni mwenye matunda. Mstari wa 3 unasema kwamba yeye ni kama mti unaozaa matunda kwa wakati wake.
Sawa, anarejelea hapa matunda ya Roho. Haya ni matunda ya kiroho, na sitaki upuuze ukweli kwamba tunda hili maalum hapa, kama ilivyo kwa mti wowote, si kwa ajili ya mti huo. Ni kwa ajili ya kila mtu anayekutana na mti huo, anayenufaika na matunda ya mti huo. Huyu ni mtu mcha Mungu anayenufaisha maisha ya watu wengine. Sasa mstari wa 3 unasema mcha Mungu atakuwa kama mti ambao jani lake halinyauki. Sawa, basi yeye ni kama mti wa kijani kibichi daima dhahiri. Nyakati ngumu hazimkauki. Hiyo inamaanisha misimu mikavu. Hiyo inamaanisha misimu ya baridi haiharibu afya yake ya kiroho. Ataendelea kustawi kiroho. Ataendelea kuzaa matunda ya Roho hata katika nyakati ngumu. Sasa tena tunapewa maisha yanayopingana ya waovu. Mstari wa 4 unasema waovu si hivyo, bali ni kama makapi yanayopeperushwa na upepo. Kwa maneno mengine, watakuwa hapa leo na kesho watakuwa wameondoka. Wanaweza kuonekana wenye nguvu, wanaweza kuonekana kuwa na udhibiti sasa, lakini mstari wa 5 unatukumbusha kwamba hawatasimama katika hukumu. Kwa maneno mengine, kuna siku inakuja ambapo ukweli wa kiungu na hekima ya Mungu inayopenya itavunja hoja zozote walizokuwa nazo walipomkataa Mungu. Kwa hivyo mtu mcha Mungu, yeye ni kama mti amejikita katika ukweli. Asiyeamini hajajikita. Wasioamini wanapeperushwa na upepo wa utamaduni kama makapi katika dhoruba ya upepo. Hawajui chochote kuhusu utulivu na uzalishaji au hata uvumilivu. Kwa urahisi, maisha yao hayajawahi kuchukua mizizi. Unaona, hii ndiyo sababu tunapaswa kurudi kwenye Biblia tena na kunywa hapa. Ikiwa tumeoteshwa, ikiwa tumejikita kando ya mto wa ukweli wa Mungu, basi matokeo ni utulivu, uzalishaji, uvumilivu. Iwe ni ndoa yako, mahusiano yako, maadili yako ya kazi, kutembea kwako na Mungu, utakuwa kama matawi imara ya mti uliopandwa kando ya mto wa ukweli wa Mungu ulioongozwa. Kwa hiyo inamaanisha nini? Kweli hiyo inamaanisha tuinywe hii. Hebu tunywe ndani na kisha tuishi kwa kila mmoja siku, na tuanze leo. Basi hadi safari yetu ya hekima ijayo, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.